Nikukaribisha kwenye Miujiza Sports na mimi ni Keke_Miujiza, nipo na Teacher Mafuro. Leo tunazungumza tetesi za usajili kutoka kwenye vyanzo vya kuaminika. Nadhani tunafahamu tunaelekea kwenye dirisha kubwa, kwa hivyo miongoni mwa klabu ambazo zinahitaji kufanya makubwa katika msimu ujao zimeshaanza mbio. Yes, Teacher Mafuro, tetesi bwana zinasemekana na zipo. Na hapa kwangu bwana, mimi kuna tetesi za mnyama Simba tayari ameshagonga mlango wa Stade Malien pale kuhitaji huduma ya Thaddeus N'Keene, yule striker Stade Malien ambaye amefunga mabao matatu kwenye ligi ya mabingwa na kuipa timu yake kuingia kwenye robo finali kwa mara ya kwanza. Na wamefanya hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu wengi tunajua Jonathan Soa amekosekana katika mechi kadhaa za ligi kuu baada ya kupewa adhabu na vitu kama hivyo. Unadhani ni usajili wa namna gani pengine? Je, Simba wanahitaji striker ama wangeweza kuyamaliza na Jonathan Soa tu, kwa sababu miongoni mwa striker ambao kibongobongo tunamjua amefanya makubwa sana msimu ulioisha akiwa na Singida Black Stars, akifunga magoli 13 wakati huo alikuwa ameingia kwenye dirisha dogo. Nadhani ni wakati mzuri wa Simba kuchukua striker mwingine kimataifa. Kwanza ikumbukwe Stade Malien, timu hii kutoka Mali, imekuwa ni kama surprise package katika mashindano ya ligi ya mabingwa msimu 2025 2026. Imekuja kama surprise package katika mashindano. Sio surprise package kwa maana ya kwamba ni timu ambayo huko nyuma haikuwahi kufanya vizuri. Ikumbuke toka ligi ya mabingwa ianzishwe mwaka 1964, hii ndio ilikuwa timu ya kwanza kucheza fainali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Wakati ule ligi hii ya mabingwa barani Afrika ikiwa inadhaminiwa na aliyekuwa rais wa kwanza wa Ghana. Na Simba kumsajili ama kutaka kumsajili ama kuonesha nia ya kumleta kiungo mshambuliaji huyu kutoka Stade Malien ni katika zile harakati za kutaka kuimarisha kikosi cha wanamsimbazi. Siku zote huwa anasema Simba bado anajitafuta, na kama bado anajitafuta, wachezaji wote alionao katika kikosi chake, ili aweze kusema kwamba tayari nimefanya usajili ambao umenilipa, ni pale ambapo atabeba taji la ligi kuu Tanzania bara na kufika hatua ya ligi ya mabingwa uangalau nusu fainali. Kwangu mimi tetesi hizi naweza nikasema kwamba ni tetesi ambazo zitakuwa na tija kwa kikosi cha wanamsimbazi. Miongoni mwa usajili ambao ulitikisa sana kwenye viunga vya Kariakoo ni usajili wa Jonathan Soa, striker mshambuliaji ambaye ametokea pale Singida Black Stars. Wengine walisema Simba ameramba dume, na majina mengi yakapewa bwana yule Black Lion na vitu kama hivyo. Yes. Na tension nyingi zilifanyika kwenye utambulisho wake wa usajili. Kuna baadhi ya wachambuzi na wadau wa michezo walisema kwamba ni mchezaji ambaye nidhamu yake sio nzuri sana, na Simba wakasikika wakisema kwamba atatumia nidhamu ya Kapombe. Haina shida, aje atatumia nidhamu ya Kapombe. Unadhani Simba walikosea wapi kwenye hili? Kwa kitaalam na kiufundi zaidi, uzoefu unaonyesha taifa la Ghana ndilo ambalo pengine vilabu hivi viwili Simba na Yanga vimekuwa vikisajili wachezaji kutoka Ghana. Jonathan Soa ni mchezaji pia kutoka Ghana, klabu ya Mediama FC ni klabu pia ambayo imewahi kuleta wachezaji kutoka Mediama kusajiliwa katika vilabu vya Tanzania. Tukiona kama fullback wa Azam aliyekuwa akiitwa nani yule alienda KMC nafikiri kama sijakosea, yule
Daniel Amo ni miongoni mwa wachezaji ambao walitokea kwenye kikosi hiki ambacho katokea Jonathan Soa Mediama FC, na alikuja mwaka 2016 wakati wa mashindano ya kombe la shirikisho. Na tunaye mmoja ambaye ni machachari sana na anafahamika sana, anaitwa one of the best winger. Lakini pia tunaye mchezaji huyu ambaye alikuwa tunamuita mwanasheria, ambaye aliweza kuvichanganya vilabu hivi vikubwa vya Simba na Yanga, ambaye alitokea katika ligi ya Afrika Kusini. Nani huyo? Bernard Morrison. Nilikuwa najaribu kuangaza Simba walikosea wapi. Kwangu mimi, toka Jonathan Soa asajiliwe na Simba, sikuwa nafikiria kama ni striker sahihi kwa ligi ya Tanzania, kwa sababu kabla ya hapo Jonathan Soa nimekuwa nikimfuatilia hata akiwa anashiriki ligi ya mabingwa. Walikuwa kundi moja na Yanga. Wakati ule Yanga yuko kundi moja na Mediama, yuko na Al Ahly ya Misri. Nilimuona Jonathan Soa ni miongoni mwa wachezaji ambao wana utovu wa nidhamu, kwa sababu alifanya tukio uwanjani wakati mechi ikiendelea dhidi ya Yanga, tukio ambalo dhahiri pasipo na shaka alipaswa kudhawadiwa kadi ya kumtoa nje, kwa maana ya red card, kadi nyekundu. Na kuja Simba, mimi ni miongoni mwa watu ambao nilikuwa na mashaka kwamba hawezi kuperform na hawezi kuhimili mikiki ya ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo kuachana na Jonathan Soa na kwenda kuangalia striker mwingine, kwangu mimi ni sahihi. Na pengine labda Simba wangembakisha Dese Mukwala, kwa maana ni mshambuliaji striker refu kuliko goli. Ingewezekana pia kwenye safu ya ushambuliaji kungekuwa kuna unafuu fulani, maana yake tumeona Suleiman Mwalimu ndio kinara ambaye anakiangaliwa sasa hivi. Imefikia hatua akifanya vizuri anapoongezwa, akikosea anazodolewa. Kwa hiyo mimi nafikiri labda Jonathan Soa pengine Simba wangeona toka mwanzo, wangeweza kwenye dirisha dogo kufanya nini, kumtoa hata kwa mkopo, wangembakisha sasa yule Steven Dese Mukwala. Labda leo tusingezungumza haya. Mimi nafikiri kila mwalimu anapokuwa anakabidhiwa timu, lakini yeye mwenyewe anakuwa na mipango yake ya kuweza kuwatumia wachezaji aliowakuta ama wachezaji aliowasajili kwa mapendekezo yake yeye mwenyewe. Dese Mukwala sio mchezaji mbaya, ni mchezaji mzuri, lakini hakuwa miongoni mwa makocha wa Simba kumtumia Dese Mukwala kwa sababu pengine ya kwamba mwalimu anahisi kwamba mfumo, approach, mbinu ambazo ninataka nizitengeneze katika mashindano yangu mimi, huyu hawezi kunifaa. Na unapomweka nje mchezaji tunasema kwamba unamshusha kiwango chake. Dese Mukwala kashushwa kiwango na baadhi ya makocha waliopita Simba. Kwa hiyo mimi ninaweza nikasema kwamba yaliyopita sio mbele, tugange yajayo. Simba ya Fadlu Davis chini ya Jean Charles Ahoua, Fernandez Mavambo, Fabrice Ruamba Ngoma, Roni Christian Yateba na Dese Mukwala na wengine, ilionekana ni Simba ambayo pengine haina uhatari mkubwa sana kwenye swala la kuscore ama kumaliziaji, lakini ilikuwa ni timu ambayo ikicheza unaiona kwamba Simba inashinda, kwa maana ilikuwa inapambania ushindi kuliko kucheza mpira. Simba ya Steven Baka, kuna baadhi ya wadau wanaiona ni timu ambayo inacheza vizuri, lakini kwenye swala la ushindi, especially kwenye zile mechi muhimu za kushinda, imekuwa butu sana. Unadhani ni wakati sahihi wa Simba walifanya maamuzi sahihi kumwacha Jean Charles Ahoua, mtu ambaye pengine tulikuwa tunamtazama kama finisher bora sana kwenye kikosi cha Simba?
ama kuna umuhimu wowote Simba dirisha kubwa kufanya chochote kitu pale? Awa ni mchezaji mzuri na tumeshuhudia mara kadhaa akiwa anafunga magoli katika mazingira fulani ambayo tunaita ni individual brilliant, kwa maana ya kwamba ni ule uwezo binafsi wa mchezaji kufanya maamuzi. Kufunga ni sanaa, sio kila striker au mshambuliaji au mchezaji yoyote anaweza akawa na sanaa ya kufunga. Tumeshuhudia wachezaji wanapata nafasi, yeye na golikipa anapiga mpira, watu wote tunashikwa na butwaa. Kwa hiyo Awa alikuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao alikuwa na urafiki na nyavu, lakini bado narudi kwamba pengine makocha tunaowapa kandarasi ya kuweza kuvinoa vikosi vyetu, wao wanakuja na mbinu zao. Zile mbinu pengine zinaweza zikawa sio miongoni mwa wachezaji ambao kocha kawakuta. Unamsajili mchezaji kwa gharama kubwa, unamleta kocha kwa gharama kubwa aje amfundishwe mchezaji, amuimarishe, lakini yeye kwa maono yake kama mwalimu anasema huyu hayupo kwenye mpango kazi wangu. Kwa hiyo hata Awa, ingekuwa ni mimi ndo nimepewa nafasi kama mwalimu wa msimu ule, Awa ningembakiza acheze. Ni vile tu sina taaluma ya ukocha, ndio tunaweza tukasema yaliyopita sio ndwele, tugange yajayo. Chobwedo ndio Chobwedo bwana anazidi kuwa maarufu sana baada ya mechi kadhaa kucheza na kukiwasha kinoma noma. Tunaona kuna baadhi ya influencers wa Yanga wakimtaja, akiwemo mpaka meneja wa habari wa Yanga akimwimba, lakini kama sikosei juzi tu tumemsikia Ahmed Ally pia akimtaja. Sasa hatuelewi Chobwedo anatua kijani ama anatua redi. Pengine labda tukianzia na redi kabla tujamalizia kwenye kijani. Usajili wa Chobwedo, Simba kama watamsajili Chobwedo, unadhani Simba anaweza akaleta anaweza akacheza? Kwanza tunaangalia kwenye kucheza, aliyakuwa kuna Anis Yaura, kuna Libase Gay, kuna Elie Mpanzu, na kama atacheza anaweza akawa na positive impact kiasi cha kwamba akapata na mwendelezo bora. Kitaalamu, Simba na Yanga sio vilabu vinavyomhitaji Chobwedo katika karne hii ya sasa. Vilabu vinavyohitaji kalba ya mchezaji kama Chobwedo ni vilabu kama Coastal Union, pengine Dodoma Jiji, na vilabu kama Mtibwa Sugar. Lakini unapoongelea Simba na Yanga, ni vilabu vinavyohitaji mchezaji mwenye kitu tofauti na kile ambacho anacho Chobwedo. Simba hawahitaji mchezaji mwenye machachari. Simba wanahitaji mchezaji mwenye uhatari. Kuna tofauti kati ya uhatari na machachari. Chobwedo tunaweza tukasema yale mikwara, makeke yake na umbile lake. Chobwedo sio kalba ya mchezaji ambaye anaweza akaenda Simba na Yanga, kwa sababu Simba na Yanga karne hii wanahitaji mchezaji ambaye ana kitu tofauti na kile ambacho anacho Chobwedo, hasa katika swala la kile kitu tunaitwa individual brilliant kwa mchezaji. Sasa hivi soka duniani linahitaji mchezaji ambaye ni football oriented from professional.